Mimi nataka niulize swali rahisi kwa wale viongozi ambao wanatembelea Rais William Ruto katika kwenye ikulu kwa ajili ya misingi wakidai ya kwamba wanaenda kutafuta maendeleo. Na hii nataka niulize kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga ndiye alitangulia kusungumusa jambo hili wakati akina Jalango, mbunge wa Lang'ata constituency, na Gideon Ochanda, mbunge wa Bondo, na mbunge wa Rongo Paul Abuor, na mbunge wa Huriri Mark Ogolla Nyamita, pamoja na seneta wa Kisumu walipomtembelea Rais William Ruto katika kwenye ikulu, na mbunge wa kule Suba ambaye anajulikana kama Karoli Omondi. Unajua wakati ule Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anapinga serikali. Raila akauliza swali renyerezi ya kwamba ni katiba lipi ama kipengele gani ambayo inazungumza kwamba kama unataka maendeleo lazima uende katika kwenye ikulu. So nami pia siku leo nataka niulize, kwa nini Raila akijiunga na serikali yale ambayo anazungumza kama kwa nje serikali asungumuze? Leo hii nimeona kwamba amebebeshwa James Bobo Orengo, seneta wa Siaya Oburu Odinga, pamoja na baadhi ya viongozi wote ambayo wanatoka kaunti ya Siaya, hadi mawaziri, manaibu ya mawaziri wote pamoja wamebebwa wakati kwenye ikulu wanajadili masuala ya maendeleo ya maeneo ya Siaya County. Swali ambalo nauliza ni nini imebadilika ambalo leo hii kama unataka maendeleo lazima uende katika kwenye ikulu? Hii ndio swali ambalo tunauliza. Kwa sababu katiba ambayo tuko nayo ni katiba ambayo ililetwa kwa misingi ya kugawanya rasilimali bila kutembelea Mheshimiwa Rais katika kwenye ikulu, kwa sababu kuna ile ugavi ya hela ambayo inakuja moja kwa moja katika kwenye maeneo ya kaunti zote 47 bila kuenda katika kwenye ikulu. So sidhani ni jambo vyema ambayo tunaona kwamba wala ambao wanaaminika ya kwamba wao ndio walipigania katiba, wao ndio wanajisema kwamba wao ndio wenye devolution, hao ndio wenye walipigania taifa hili ikawa mahali imefika. So mimi nauliza swali kulingana yale ambayo yanafanyika ya kwamba tunafanya makosa ya kudhihaki katiba letu ya Kenya kwa misingi ya maendeleo ya kusingizia, ilhali viongozi wanaenda ikulu kunadiwa, kununuliwa kama ng'ombe ambayo inanunuliwa kwenye soko. Kwa sababu sidhani ni jambo vyema ya kwamba kila gavana hafululize moja kwa moja kwa misingi ya kudai ya kwamba wanatafuta miradi ama maendeleo katika kwenye ikulu. Ikulu ya rais haina maendeleo. Maendeleo yapatikana katika kwenye bunge. Maendeleo inajadiliwa katika kwenye bunge kuu pamoja na bunge la seneti, kisha inateremshwa kule chini katika kwenye maeneo ya kaunti zote 47, kisha ma-MCA wanajadili katika kwenye kule bunge la makaunti. So mimi nashindwa nikiona kwamba wale viongozi wanasema kwamba katiba inasema kila mtu ameruhusiwa kupewa ugavi wake kulingana chini ya sheria ya taifa la Kenya. Wao ndio wamu mstari wa mbele, kipaumbele wakienda kutembelea rais ikulu wakidai ya kwamba wanaomba miradi katika kwenye ikulu ya rais. Na hii ndio jambo ambalo nasunika sana kama kijana nikiona baadhi ya miradi hewa, miradi gushi, miradi ambayo ina misingi yoyote. Rais anasema ya kwamba mimi kama rais wenu, kwa sababu mmenitembelea katika kwenye ikulu, nitawakabidhi haya maendeleo ama nitawakabidhi haya miradi, nitalijenga haya barabara, nitalijenga hizi mabwawa. Ndugu yangu, tunafanya siasa ya ujinga. Na nimekuja kugundua kwamba chama cha ODM ni chama ambayo imejawa na wakora. Wengi walio ndani ni wakora, wengi walio ndani ni wanafiki, wengi walio ndani wanajali tumbo zao. Kwa sababu gavana wa jiji ama gavana la jimbo la Siaya alipokusimama kidete kukataa, niliona jinsi walikuwa narushiwa majembe, ma-MCAs, mawaziri ambao wamechaguliwa na serikali ya William Ruto, wao na wabunge wakirushia jembe
kwa sababu gavana alikuwa anasungumusa tatizo na alikuwa anasungumusa chini ya katiba. Leo hii wamefaulu convince gavana Orengo, kisha akaelekea katika kwenye ikulu kwa misingi ya kudai ya kwamba ni maendeleo, ila sio maendeleo. Ni jambo la kumanipulate wakazi wapiga kura ya maeneo ya Siaya kwa mambo ya kupambaza ya kwamba wameenda kutafuta miradi ama maendeleo. Ndugu yangu, tunapoteza. During Uhuru Kenyatta Migai sikuona magavana wakifululisha kule ikulu wakidai ya kwamba wanaenda kutafuta miradi. Sikuona. But during William Ruto naona ujinga inafanywa zaidi na viongozi wetu ambao sisi wenyewe tumechagua, wakidai ya kwamba ni wazalendo. Haina uzalendo. Mimi nataka niambie Mkenya wewe ambao unanitazama ya kwamba hawa viongozi wanajali tumbo zao. Hawa viongozi kwa sababu Ruto ameshindwa na maeneo ya Mlima Kenya, Ruto ameshindwa na maeneo ya Western Region, sasa wanatafuta kupambaza watu macho ya kwamba nimekuja kwa misingi ya miradi. Katiba ambayo imepitwa ama katiba ambayo tulileta mwaka 2010, tukalitupa ile katiba nyingine ya kitambo ile mzee tukaipita. Tukasema ya kwamba miradi inafaa kutekelezwa na serikali kuu na serikali ya kaunti bila kuegemea serikali ama kama uko ndani ya serikali. Ya kwamba katiba imeturuhusu mimi nifanywe maendeleo. Katiba imeruhusu mimi nipate miundo misingi bila kujaliwa ama bila kuonewa ya kwamba mimi ni wa dini fulani ama mimi ni wa jamii fulani, bila kuonewa Roma. So hii siasa ambayo inafanywa na Raila Odinga, inafanywa na Rais William Ruto ni siasa ya utapeli. Ya kwamba Mheshimiwa Rais ameshindwa na kutekeleza yale aliahidi wananchi wakati wa uchaguzi, kisha rais anafanya maslahi yake binafsi kama Rais William Ruto, afanye maslahi ya wananchi waliomchagua kama kiongozi wao. Ila rais anafanya matakwa ya wabunge, rais anafanya matakwa ya Raila Odinga, rais anafanya matakwa ya wanasiasa wenzake. Ila sisi kama wananchi tumekosa ufadhili ya elimu, namna Kibaki alivyozindua, namna Uhuru Muigai Kenyatta hakaifadhili kikamilifu. Lakini leo hii Rais William Ruto hanadhihaki yale iliyoletwa na Uhuru Kenyatta na mzee marehemu Mwai Kibaki. So tunasungumuza kwa yale maovu ambayo ilikuwa imetekelezwa na nani? Na serikali ya William Samoei Arap Ruto. So ni jukumu letu sisi kama wananchi tuanze kukataa njama ya William Ruto na njama ya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu wao wanapigania tumbo zao na maslahi yao binafsi. So ni jukumu letu sisi kama mwananchi. Afya zetu hatuwezi kujimudu sisi, kwa sababu afya zetu zinadorora. Hakuna dawa kamili, hakuna tiba kamili. Madawa zipo hospitali, zile mashini ya kukagua magonjwa hazipo, madaktari wako magomo, wauguzi pia walalamika hawalipi kwa muda ufaao, hawapandishwi ngazi kwa muda ufaao. Lakini Raila Odinga yuko radhi kusingishia njama ya maendeleo, kupeleka wabunge zake, magavana wake, MCA wake kwa ajili ya kupoteza wakazi ya Luo Nyanza na ngome yake kwa binafsi kama Raila Odinga. So wewe mwananchi, anza kupinga Raila Odinga, anza kukataa Rais William Ruto, kwa sababu njama yao viongozi wetu wawili, njama yao kuu ni kutufanya sisi kitoweo. Kama afya zetu hawezi shughulika, elimu ya Mkenya hawezi shughulika, ajira kwa Mkenya hawezi shughulika, kisha wanatupambasa ya kwamba wanajenga nyumba ya bei nafuu, ndio hapo ndipo tutakalopata ajira sisi kama vijana. Hiyo na uongo na mambo ya porojo. Lazima industry zetu zifufuliwe, zijengwe bila kuwekwa siasa ambayo Raila Odinga na William Ruto wanaliwekeza ndani la industry zetu. Makampuni zetu zimeliwa na hawa vigogo ambao wanasifanya kwamba wao ni watetezi. Makampuni zao, hoteli zao, biashara zao, viwanda zao zinafanya, hazianguki. Kwa nini za wananchi, za communities zinaanguka? Zao zinazidi kuamarika, yao wanazidi kuvuna mnofu ndani ya viwanda zao. Chagua kiongozi ukijua ya kwamba sio kabila lako, ili kiongozi ambaye anakufanyia kazi. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, na hapa ni Mjukuu
wa bunduki.